Bwana Yesu asifiwe. Basi pendwa mwana wa Mungu, leo nina ujumbe ambao mbingu zimeuachilia kwa ajili yako siku ya leo na mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua masikio yako sawa sawa pate kusikia. Ninao ujumbe wa somo wenye kichwa kinachosema usipoisemesha ardhi kuhusu maisha yako, maadui zako wataisemesha ili kuyaharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, ujumbe unasema usipoisemesha ardhi kuhusu maisha yako, maadui zako wataisemesha ili kuyaharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine nafahamu kwamba wote tunaifahamu ardhi na tunajua ya kwamba maisha yetu hapa duniani hayawezi kufanyika chochote pasipo ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Ardhi hii ndiyo tunamoishi. Ardhi hii ndiyo ambayo tunailima, inatupatia chakula. Ardhi hii ndiyo inayotupatia maji ya kunywa. Ardhi hii ndipo ambapo mashule yanajengwa ili watoto wetu wasome. Ardhi hii ndipo ambapo tunafanya biashara zetu. Ardhi hii ndipo ambapo tumeajiriwa, ofisi zetu zilipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utaona namna ambavyo huwezi kukwepa ardhi. Kuna mtu hapa anaweza kufungua duka angani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe ardhi ni kitu cha muhimu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikwambie kwamba ardhi huwa ina masikio, ardhi huwa ina kinywa. Pendwa mwana wa Mungu, kama ulikuwa ujui, maandiko yanatuambia ardhi inasikia, ardhi inaongea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi kumbe kama ardhi inaongea, je, na ardhi pia inapokea maelekezo. Sasa inategemea ardhi inasikia nini juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Je, ardhi inaongea nini juu ya maisha yako? Je, ardhi inapewa maelekezo gani kuhusu maisha yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tukaone maandiko ambayo yanatuthibitishia kwamba ardhi inasikia na ardhi inaongea. Twende tukasome kitabu chetu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 mstari wa 10 hadi ule wa 11. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10 hadi ule wa 11. Neno la Mungu linasema, akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Mstari wa 11. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu aliyekuwa anaambiwa ni Kaini. Kumbe ardhi ilikuwa inalia. Kwa hiyo kumbe ardhi inaongea, si ndio? Tunafahamu kwamba Kaini alimuua Habili ndugu yake. Sasa baada ya kumuua, ile damu ikamwagika juu ya ardhi. Sasa kumbe ile damu ikawa inaongea kupitia kinywa ambacho ni ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ile damu ya Habili ilikuwa inaongea nini juu ya Kaini? Haikuwa inaongea baraka, haikuwa inaongea Kaini kubarikiwa. Ilikuwa inaongea kuhusu kisasi juu ya damu ya Habili isiyo na hatia iliyomwagwa na Kaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wapendwa katika Bwana, tumeona cha kwanza, kumbe ardhi inaongea, si ndio? Na ardhi pia inasikia. Ardhi ilisikia pale ambapo Habili alipouawa, damu yake ilipomwagika, ardhi ilisikia na ardhi ikaanza kuongea kisasi juu ya Kaini. Hivyo Kaini akaanza sasa kupewa laana. Bwana Yesu asifiwe. Ardhi ikawa inatamka laana juu ya Kaini kwa sababu
ya damu ya ndugu yake aliyoimwaga. Kwa hiyo tunaanza kujifunza namna ambavyo ardhi ya mahali ambapo unaishi ama ardhi ya mahali ambapo unafanyia kazi ama unapofanyia biashara yako inaweza kuzungumza juu ya maisha yako. Sasa inategemea hiyo ardhi inazungumza nini. Yawezekana misingi ya ardhi ya mahali ambapo upo, mahali ambapo iwe ni biashara yako iliko, iwe ni nyumba yako iliko, iwe ni ofisi yako iliko, iwe ni huduma yako iliko, yawezekana misingi ya ile ardhi ilishawahi kusemeshwa huko nyuma vibaya kuhusu wewe au kuhusu jamii ya mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe wewe unaweza ukawa unaishi sehemu, lakini kumbe sehemu unaoishi tayari ardhi ya mahali hapo imefungwa. Ilishawahi kusemeshwa huko nyuma na miungu, ilishawahi kusemeshwa na wachawi, ilishawahi kusemeshwa na machifu kwamba yeyote atakayefungua duka mahali hapa life, kwamba yeyote ambaye atafunga ndoa ndani ya mji huu, hiyo ndoa isistawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunagundua kumbe yawezekana matatizo mengi tulionayo yanasababishwa na misingi ya matatizo ambayo yalikuwa kwenye hiyo ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana wewe umenunua kiwanja, ukanunua kiwanja ukajua kujenga, ukajenga nyumba yako vizuri, ukahamia na familia yako, lakini hukujiuliza, je, ardhi hii nayo inunua huko nyuma ilisemeshwa habari gani juu ya watu wa mahali hapa? Ilisemeshwa habari gani juu ya watu ambao ni wageni wanaohamia sehemu hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unajikuta unaweza ukahamia sehemu, ulikuwa maisha yako yanaendelea vizuri, pengine naweza nikasema kwenye biashara yako, kazini kwako, ndoa yako, uchumi wako, afya yako. Baada ya kuhamia tu ile sehemu, matatizo yakaanza. Bwana Yesu asifiwe. Haujarogwa, hakuna mtu aliyekwenda kwa mganga wala wachawi hawajakuroga, lakini shida inaanzia kwenye ardhi, kwa sababu ardhi ya mahali ulipohamia inazungumza ubaya kuhusu maisha ya watu wa sehemu hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanza kuona namna ambavyo ardhi ilivyo muhimu, kiungo muhimu kwenye kustawi kwa maisha ya muamini au kwa maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe ardhi, yawezekana umeokoka kweli, unampenda Yesu, lakini sasa umekwenda kujenga sehemu ambayo imefungwa. Umeenda kuanzisha huduma sehemu ambayo haitaki huduma, haitaki makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla ya kufanya jambo lolote juu ya ardhi, pendwa, hii ni siri kwenye ulimwengu wa roho. Kabla ya kuanzisha jambo lolote, kabla ya kufanya jambo lolote, kabla hujafungua hilo duka, kabla hujaajiriwa kwenye hiyo ofisi, kabla hujafungua hilo genge, kabla hujataka uzao, kabla hujapokea hiyo mimba, kabla hujaanza kutafuta hiyo mimba, anza kuzungumza na ardhi ya mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kutumia damu ya Yesu. Tuna mamlaka. Damu ya Yesu inaweza yote, lakini damu ya Yesu haitazungumza kubatilisha lile lilosema kwenye ardhi kama hujaitumia kama mtu ambaye umeokoka. Kama usipoiruhusu damu ya Yesu iweze kubatilisha kile ambacho kimesema juu ya ardhi ya mahali husika, juu ya maisha yako, juu ya uchumi wako, juu ya biashara yako, usipoiruhusu damu ya Yesu iweze kubatilisha, utahangaika, utaomba sana, utafanya mifungo mingi, lakini kumbe si loki imewekwa kwenye ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi tumeshuhudia, tunafungua biashara, hata hapa Lukobe inawatokea watu wanafungua biashara, biashara inadorora, haistawi, lakini huyo mtu inawezekana amehamisha biashara yake kutoka mjini. Huko mjini biashara ilikuwa inafanya vizuri, huko mjini ndani ya nyumba ndoa ilikuwa amani, hamna magomvi, hamna nini, kwa sababu mmepanga mko mjini. Mnaposema mnaanza ujenzi wa nyumba, mkapata kiwanja Lukobe, mnapofika hapa kizaazaa kinaanza ndani ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo inawezekana hata sio wachawi, inawezekana hata sio waganga, hamna mtu aliyekupeleka kwa mganga,
Shida ipo kwenye ardhi. Misingi ya ardhi ya sehemu ambayo umehamia ni misingi ambayo huko nyuma ilishawahi kusemeshwa na ardhi ikafungua masikio yake ikasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana misingi ya ardhi sehemu unayohamia ilishafungua kinywa ikapokea sadaka ya damu kuhusu maisha ya watu wa sehemu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana huko nyuma watu walichinja ng'ombe, walichinja ngamia. Yawezekana huko nyuma watu walivunja nazi kwenye hiyo ardhi. Wewe unakuja kufungua biashara. Leo hii unakuja kufungua kanisa. Leo hii unakuja kufunga ndoa sehemu hiyo. Nataka nikuambie, lazima hilo unalolifanya halitaweza kufanikiwa mpaka pale ambapo umebatilisha, umeitakasa hiyo ardhi kwa damu ya Yesu, ili kuharibu kila aina ya laana ambayo ilitamkwa juu ya hiyo ardhi kuhusu maisha ya watu wa mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo ardhi ni kitu muhimu sana kwenye ustawi wa maisha yetu. Watu wengi wanateseka, wengine wamepata ugonjwa, sababu kumbe chanzo kikawa ni ardhi. Yawezekana kuna mtu huko nyuma alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa fulani, akaenda akatoa sadaka juu ya ardhi, ili akafanya manuizo kwamba ninaomba huu ugonjwa unitoke, umpate mtu yeyote ambaye atapita mahali hapo au ambaye atakuja kuishi kwenye eneo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa matokeo yake unafika unaanza kuishi sehemu, ghafla unapata kansa, ghafla unapata ukimwi, ghafla unapata ugonjwa wote ule, au ghafla hauzai. Inawezekana ardhi hiyo imenenewa kwamba watu watakaoishi sehemu hii wasipate watoto. Kwa hiyo wewe unahamia kichwa sehemu hiyo, ghafla unashangaa unakaa ndani ya ndoa miaka 5, 7, hamna uzao. Unahangaika kufunga na kuomba, unahama hospitali kwa hospitali, kumbe chanzo ni nini? Chanzo ni ardhi ya sehemu ambayo unaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo lazima tujue sisi kama Wakristo tumepewa mamlaka ya kuamuru vitu vitokee kwa kutumia jina la Yesu na damu ya Yesu. Kwa hiyo kama wao walichinja kuku, kama wao walichinja ngamia, kama wao walichinja kiumbe chochote, kama wao walitoa sadaka ya aina yote, maana kuna sadaka mpaka za pombe naambiwa. Kuna watu wanafanya matambiko wanamwaga pombe, kuna watu wanamwaga mchele. Kama walitoa sadaka yoyote ile na ardhi ikafungua kinywa ikapokea hizo sadaka, leo nataka nikwambie unayo mamlaka kwa kutumia damu ya Yesu kubatilisha na kufuta hizo sadaka zao zote walizowahi kutoa kwenye ardhi ili kuharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendo wa Mungu, hii ni siri kwenye ulimwengu wa roho. Nishukulie serious kwenye maisha yetu ya kila siku, maana watu wanateseka sana, watu wanaugua, watu hawasogei, watoto hawasogei kielimu. Inawezekana mtoto wako anasoma Lukobe, lakini watoto wote wanaomaliza Lukobe pale hamna hata mmoja anayeenda chuo kikuu. Kwa nini? Pengine misingi ya ardhi ya shule ile imesemeshwa. Kabla hujamwandikisha mtoto kwenye shule fulani, hebu anza kuiombea ile shule. Hakuna atakayekwambia nenda pale mwambie mwalimu mkuu naomba kufanya maombi kwa kifupi kwenye hii shule, kabla mwanao hajahamia kwenye hiyo shule. Na maombi unafanya kwa ishara, na leo tutakwenda kuomba hapa leo kwa ajili ya ardhi yetu ya Tanzania na hata nje ya Tanzania, popote pale ambapo mtu alienda akaisemesha ardhi ili aharibu maisha yako, ili aharibu hiyo ndoa yako, ili aharibu hiyo biashara yako. Leo tunaenda kupindua, leo tunaenda kubatilisha kwa kuituma damu ya Yesu. Hata kama wameisemesha huko Kongo, hata kama ardhi imesemeshwa Kigoma, hata kama ardhi imesemeshwa huko Mpanda, leo kuna connection ya nguvu. Unapogusa ardhi ya Morogoro ukapeleka damu ya Yesu itembee mpaka huko Kigoma, damu ya Yesu itafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo chochote ambacho kilifungwa kwenye maisha yako kwa kupitia ardhi, leo kinaenda kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuendelee mbele, tuone namna ambavyo ardhi inaamuru maisha yako kuwa mabaya au mazuri. Wakristo wengi tumekuwa na desturi, tunaomba tu, hatutumii maombi ya ishara. Mchungaji hapa baba anafahamu, upande wa pili wa giza wanapofanya ibada zao huwa wanafanya kwa ishara. Na mimi ni kati ya watu ambao nilipata neema ya kuona wachawi hapa Lukobe.
niliwahi kuona wakifanya mambo yao kwa ishara, na wanajua kwamba niliwaona. Waligeuka wakanitizama. Siku moja wakati nimechelewa kurudi nyumbani saa 8 ya usiku, wakati napita mahala fulani, sitapataja kwa sababu ni kwenye biashara ya mtu, nataka nikwambie wale jamaa kwenye habari ya ibada wako serious, na kwenye habari ya kumaanisha wanamaanisha. Nilikuta wamezunguka na wamevaa sare, wamevaa nguo nyeupe, na kila mmoja ameshika nyungo, wanapeta. Kwa hiyo hasiwezi jua walikuwa wanaipepeta ile biashara ya mtu kama ngano, maana ilikuwa ni kwenye biashara ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jaribu tafakari. Kwa hiyo je, kama ardhi wameisemesha namna ile, halafu wewe biashara yako iko mahali pale, usije ukatarajia mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Utakao tutafakari kwamba pengine ni bukula chuma ulete, lakini hapana, ni kwamba ardhi ya sehemu ambapo unafanya hiyo biashara, sehemu ambapo umejenga hiyo nyumba, tayari misingi ya ardhi ya sehemu hiyo huko nyuma ilishakwisha wahi kusemeshwa. Huko nyuma walishaweka lock, walishaweka vifungo kwamba yeyote atakayekuja kufanya jambo lolote kwenye hii ardhi asifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Au hamjawahi kuona wapendwa, mtu ananunua kiwanja, kila siku yeye ni kwenda kutizama kiwanja, hajawahi weka hata tofali moja, hajawahi weka hata kitu moja ya mchanga. Au mwingine anaanza ujenzi, anafikia boma, ndio imeishia hapo, anarudi kukiuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwamba wewe unapoanza, kuna watu wanakuja usiku wanaisemesha. Sawa, wewe unaponunua kiwanja, kuna watu wanafika usiku wanakisemesha. Wewe unapotaka kufunga ndoa, kuna watu wanakuja usiku wanasemesha ardhi hii ndoa isifungwe, na hata kama ikifungwa isidumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanakuja kusemesha hata kama ni huduma umeanzisha kanisa, umeanzisha huduma yako, ama hata kama wewe ni mwimbaji, una kipawa cha uimbaji, kuna mtu anakuja kusemesha kwamba huyu asiimbe, yaani sauti akitaka kuimba isitoke, wala watu wasisikie, wasiguswe hata akiimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ardhi ndiyo inayosemeshwa. Inawezekana una shamba, unalima halizai, kumbe watu wameshalisemesha hilo shamba, hiyo ardhi ya hiyo shamba, ili ukilima upate hasara. Sijui kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa hapa? Basi tuendelee. Tunaona namna ambavyo maandiko yanatuambia Kaini alipomuua ndugu yake Habili, ile ardhi ilisemeshwa na ile damu. Kwa ardhi ikawa inataka kisasi juu ya Kaini, na kweli kilimpata. Kaini alilaaniwa, laana ilimpata kweli kweli, ilimpata kweli kweli. Na laana nyingi, asikuambie mtu, laana inapita. Njia ya laana yoyote ni ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtu akitaka kukulaani, kama vile ambavyo unaona umeme unapita kwenye waya, yaani na laana huwa zinapitishwa kwenye ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Hakuna jambo lolote utakalolifanya pasipo kuitumia ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wapendwa, ni kweli tumeokoka na kweli tunaomba, tunafunga, lakini kumbuka kwamba tunao maadui. Kumbuka shetani hapendi sisi tufanikiwe. Kwa hiyo inawezekana kila siku anaibua mashtaka mapya juu yetu. Ni muhimu kujenga tabia, kujenga mazoea. Kwenye sehemu ya maombi yetu tusisahau kuomba kwa ajili ya ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Hem, tuendelee tuangalie neno jingine la Mungu. Tusome kitabu cha Waebrania. Waebrania sura ile ya 12 mstari ule wa 24. Waebrania 12 mstari wa 24. Neno linasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Bwana Yesu asifiwe. Damu inenayo mema kuliko ile ya Habili. Bwana Yesu asifiwe. Si tulisema hapo mwanzo kwamba ardhi inanena, si ndio? Ardhi ina kinywa na inanena. Kwa hiyo damu ya Yesu ilikuwa inanena mema
kuhusu maisha yetu. Lakini utaona damu ya Habili ilinena mabaya kumhusu Kaini. Kwa hiyo kumbe ardhi inaweza ikanena mema ama ikanena nini? Mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa, yawezekana kuna mtu adui yako umfahamu, ameisemesha ardhi au amekwisha isemesha ardhi kwamba usifanikiwe, kwamba usizae ama usioe wala usiolewe. Kwa hiyo ardhi inanena mabaya juu ya nini? Ya maisha yako. Kwa hiyo ili ardhi iweze kunena mema, lazima uchukue hatua kama Mkristo kuiamuru ardhi kwa mamlaka tuliyopewa na Bwana Yesu msalabani. Tunaitumia damu ya Yesu kwanza kwa kubatilisha yale maneno ambayo yalitamkwa na watesi, yawe yalitamkwa na waganga, yawe yalitamkwa na wachawi, yawe yalitamkwa na mizimu ya ukoo wako, yawe yametamkwa hata na shetani na kitu chochote, na rafiki yako na mume wako na jirani yako. Hayo maneno chukua hatua ya imani, yafute kwa damu ya Yesu juu ya ardhi ya mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mwenyewe unaweza ukawa unajijua nini kinachokusumbua. Kama ni ugonjwa unaokusumbua na umeshaomba kwa njia nyingine ili utoke kwenye hivyo vifungo, chukua hatua ya imani sasa kuanza tena kujifungua kutoka kwenye vifungo vilivyowekwa kupitia ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Iamuru damu ya Yesu sasa ipite kwenye ardhi ya mahali popote kwenye ulimwengu, iwe ni Tanzania, nje ya Tanzania, iwe ni kwenye mtaa uliopo, kwenye mkoa, kwenye wilaya. Amuru damu ya Yesu sasa itumie damu ya Yesu kwanza kwa kubatilisha, kufuta yale ambayo yalinenwa kinyume na maisha yako. Ukishayabatilisha, njoo sasa anza kutamka mema, anza kujitabiria, anza kukiri mafanikio. Jitabirie kwamba wewe ni mbarikiwa, umebarikiwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwa kupitia msalaba, ya kwamba kama ni biashara unaanza kufanya, unataka kufanya, lazima biashara ifanikiwe kwa jina la Yesu. Kile ambacho walikuwa wamefanya juu ya hii ardhi, kama walitoa sadaka ya damu ya mnyama yeyote yule, kama walitoa sadaka ya chakula, kama walitoa sadaka ya kitu chochote kile, sadaka za nguo, maana tunapita hata njia panda unakuta nguo zimetupwa, zote zile ni sadaka. Tunakuta nazi zimevunjwa, zote zile ni sadaka. Chochote ambacho walitoa juu ya ardhi, ikafungua kinywa ikameza, ili wewe uharibikiwe kwenye maisha yako, le unakifuta kwa kutumia damu ya Yesu. Damu ya Yesu ina nguvu. Tuliona kwenye somo lililopita, damu ya Yesu ni hatari, damu ya Yesu ni moto, damu ya Yesu ni upanga. Hakuna chochote kinachoweza kustahimili juu ya nguvu ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kabla hujaanzisha mradi wowote, kabla hujataka mafanikio yoyote, anza kwanza kudili na ardhi. Ombea hiyo ardhi, batilisha hiyo ardhi kwa ishara, ishike hiyo ardhi ilianayo kwa damu ya Yesu. Tamka maneno ambayo unataka yatokee ndani ya siku, ndani ya mwaka, ndani ya wiki. Tamka maneno ambayo unataka watoto wako wapate. Tamka baraka ambazo unataka upokee. Tamka baraka ambazo unataka jirani yako apokee. Tamka baraka ambazo unataka ndugu yako apokee, mdogo wako, kaka yako, shangazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ardhi inasikia na ardhi ina kinywa. Ardhi unapoitamuru wewe ni mbarikiwa, wewe umeokoka, kitendo cha kumkiri Yesu, tayari unayo mamlaka. Una mamlaka ya kuisemesha ardhi kwa jambo lolote lile jema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni siri ambayo leo Mungu ametupatia mchana wa leo. Maisha yetu, wengi wetu yamefungwa kwa kutumia ardhi, na sisi hatujui. Tunahangaika na kujifungua kwenye chupa za kichawi, kutoka kwenye hivyo vyungu, kwenye tunguli walizotufunga, kutoka kwenye hayo makaburi waliotufukia, kutoka kwenye sijui mtoni, baharini, lakini tunasahau kuomba kwa ajili ya ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ardhi ni kitu muhimu sana, na baada ya kufanya hilo, uwe na uhakika mpendwa, yaani maisha yako hawezi kubaki vile ilivyo. Kama ni biashara, haiwezi kubaki vile ilivyo. Yaani wachawi watakapokuwa wanakuja kwenye hiyo biashara yako, tayari watakuta tayari ulishabarikiwa. Yaani wanakuta mbona huyu tukienda tunaona
tunaliona mchana, tunaona kwa macho ya damu na nyama ni duka dogo, lakini tukija bwana tunaona supermarket. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakijaribu waiue hiyo biashara, wanashangaa wanapojaribu ndivyo wanavyozidi kuona inachipua. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wapo watu wengine upande wa giza wanaenda kwa waganga kutoa sadaka, wanaisemesha ardhi ili wafanikiwe kwa kutumia kafara za damu za ndugu zao. Si ndio jamani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa na sisi tunayo mamlaka kama Wakristo tuliokoka kuitumia damu ya Yesu ikageuke kuwa sadaka ili tufanikiwe kwenye mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye sikio asikie. Huu ni ujumbe muhimu sana, maana wengi wetu maisha yetu tunataabika na kuteseka, lakini kumbe vifungo vinavyotutesa vilifungwa kwa kutumia ardhi. Yawezekana ni huko tulikozaliwa, yawezekana ni mahali tunapoishi, yawezekana hata ni mtu alikusafiria akaenda Kongo ila akaisemesha ardhi akiwa kwa mganga wa kienyeji huko Kongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tunao mamlaka. Haijalishi wewe una haja ya kupanda ndege kwenda huko Kongo, damu ya Yesu inatembea. Damu ya Yesu ni moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama walikunenea mabaya, waliinenea ardhi, akatoa sadaka hata kama ilikuwa ni Marekani, damu ya Yesu inapita. Haina kikwazo, hamna kizuizi cha kuizuia damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuendelee. Twende tukaone tena neno la Mungu. Tusome kitabu cha Yeremia sura ile ya 22 mstari wa 29. Yeremia 22 mstari ule wa 29. Neno la Mungu linasema, nchi lisikie neno la Bwana. Naona hapa ardhi inaambiwa isikie neno la Bwana. Mpendwa, unao nafasi ya kuiamuru ardhi isikie neno la Bwana kuhusu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unayo mamlaka ya kuisemesha ardhi ili utoke kwenye huo masikini uliokukamata. Unayo mamlaka ya kuisemesha ardhi ili watoto wako wasome wafike mpaka chuo kikuu. Unayo mamlaka ya kuisemesha ardhi ili huo ugonjwa unaokusumbua ukutoke. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo mamlaka kwa kutumia jina la Yesu na damu ya Yesu. Tunayo mamlaka ya kuamuru mambo yatokee kwenye ulimwengu wa mwili kuanzia kwenye rohoni kwa kutumia damu ya Yesu. Tunayo mamlaka ya kuisemesha ardhi. Na ardhi ikisha pokea maelekezo, majibu hayachelewi. Utaanza kuona neema, utaanza kuona kibali. Yaani hata kama ukiuza matembele, hata kama ukiuza mchicha, watasema mimi sinunui mchicha kwa mwingine, naenda kununua mchicha kwa Salome. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama hiyo biashara yako ilikuwa ni ndogo, yaani watu watatoka sehemu, watapanga foleni kusubiria wahudumiwe. Hata kama maduka yamepangana ni mengi, watu watapanga foleni kwenye duka lako, kwa sababu tayari ardhi inazungumza mambo mema juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi mpendwa, nadhani umesikia namna ambavyo ardhi inapokea kutoka neno hili, kitabu cha Yeremia 22:29. Ardhi inapokea maelekezo na inatii, kwa sababu tunayo mamlaka kupitia jina la Yesu. Ardhi inatutii, tusiogope. Yaani ardhi inatutii kuliko hata inavyowatii wachawi, kuliko hata inavyowatii waganga. Nataka nikwambie, nikuhakikishie, hakuna mtu yeyote, mchawi yeyote au mganga yeyote ambaye anamweza mtu aliyeokoka. Hakuna. Yaani yale wanafanyaga mazingaombwe tu ili kukutisha, kukuogopesha, lakini kihalisia hakuna wakuwezi, kwa sababu mamlaka ulionao ni kubwa mno. Yaani fikiria damu ya Yesu. Damu ya Yesu tunaambiwa inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema kuliko ile ya Habili. Sasa fikiria kama damu inayoweza kunena mema kuliko ya Habili. Wakati Habili alipouawa na Kaini, tayari kisasi kikawa juu ya Kaini. Sasa fikiria uwezo wa ile damu ya kumpa laana Kaini, akawa hata akilima avuni. Sasa uwezo wa damu ya Yesu ni mara dufu zaidi ya ile ya Habili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunayo mamlaka makubwa sana
Tatizo letu wengi hatujui mamlaka tuliyonayo, na pengine inatokana na imani zetu. Pengine imani zetu bado hazijafikia kiwango ambacho Yesu, maandiko yanasema punje ya haradali. Lakini kwa imani ndogo sana, yaani tunayo mamlaka makubwa sana kwa kutumia damu ya Yesu au jina la Yesu kufanya jambo lolote kwenye uso wa dunia hii. Yaani hakuna jambo ambalo haliwezekani mbele za Mungu. Hakuna. Mtumishi wa Mungu amesema kwamba Mungu ana uwezo hata wa kusema hapa eneo letu la kanisa tulilonalo, hata aliongeze liwe eka moja. Hayo mamlaka anayo Mungu. Yaani uwezo huo upo, kwa sababu kumbariki mtu mmoja tu na mabilioni afa akawahamisha wote waliozunguka kanisa ni jambo la sekunde tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunayo mamlaka makubwa sana kiasi kwamba hata kama kuzimu waliwahi kuisemesha ardhi juu ya maisha yako huko nyuma, hata kabla hujazaliwa, pengine bado ungali tumboni mwa mama yako, wakaisemesha, wakachukua na kitovu, wanajua wanafanyaje, wakazisemesha, wewe ukakuwa ukiwa kwenye dini nyingine, lakini baadaye ukaja kumpokea Yesu. Nataka ni